Hujambo mwanamichezo na yeye ambaye unaitazama M15 TV, karibu sana kwa ajili ya kupata habari na taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na michezo. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, kwenye kamera iko Fabian ambaye anahakikisha tunaonekana vizuri kabisa. Na niko hapa kwenye ofisi ya Amri Kiemba, mchambuzi wa soka kutoka hapa nchini Tanzania, kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na michezo. Kumbuka hii leo tumetoka kutazama ama kushuhudia mkutano ambao uliitishwa na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, kati yao pamoja na klabu ya Young Africans, na kubwa zaidi ni kuzungumzia kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kumbuka mpaka sasa hivi hatufahamu kitu gani ambacho kinaendelea, lakini ratiba ya mchezo husika iko pale pale. Tuko hapa kwa ajili ya kufahamu machache kila ambacho kimezungumzwa, lakini maoni yake ni yapi kuelekea kwenye mchezo huo. Utapata kutazama na kuyaona pia kupitia kwenye YouTube channel yetu ya M15 TV. Karibu tuungane na Amri Kiemba muda huu. Namshukuru Mungu. Mtaji upo. Upo milionea kabisa. Ukija kaone masuala ya mtaji, mimi ni bosi. Nashukuru Mungu kwa utajiri alionipa. Sawa. Chache ambayo yamezungumzwa kwenye kikao cha leo. Yanga waliitwa na bodi ya ligi kwa ajili ya kuzungumza kuelekea kwenye mchezo wa derby, na mpaka sasa hivi sintofahamu kubwa ni kwamba watu hawafahamu kama mechi ipo au haipo mpaka sasa hivi. Nini maoni yako, lakini pengine tuzungumzie kwa namna ambavyo tunaielekea siku ya tarehe 15 kwa kauli ambayo Yanga wameisema na kile ambacho kimezungumza kwenye mkutano hii leo kwenye kikao. Ukiangalia toka imetoka ratiba, mazungumzo yamekuwa sio chanya kuendea mchezo huu. Kitu ambacho nadhani bodi na mamlaka zikaona kuna haja ya kukutana na Yanga na kuona kwa namna gani tunaweza tukauendea mchezo. Sasa ukiangalia siku zilizobaki ni kama siku 5. Ukiangalia mazungumzo ambayo ya Yanga wao wanaamini kwamba kuna baadhi ya mambo wanahitaji yafanywe kazi ili mchezo uweze kufanyika kulingana na kile kilichosababisha mchezo kuahirishwa tarehe 8. Kwa hata mazungumzo ya leo nadhani yamechelewa tu, lakini walichokifanya bodi walipaswa kukifanya hichi kabla hawajaja na hiyo ratiba. Yaani mapema. Yaani kabla ya ratiba walipaswa kuwaita Yanga na kuzungumza kuona namna gani wanaweza wakatatua changamoto ambazo zinawafanya wao wahisi kama kuahirishwa kwa mchezo hawakutendewa haki. Unajua kwa nini Simba alalamiki? Ni kwa sababu yeye anahisi kuahirishwa ilikuwa ni haki ambalo imefuatwa, na Yanga anaamini sio haki. Kwa hiyo yule ambaye anaamini sio haki ule mchezo kuahirishwa ndio ilibidi kumsikiliza. Kwa nini unaamini sio haki? Ni kipi na kipi kinakufanya? Kwa hiyo yale ambayo wanasikiliza leo huenda wangekuwa wameyapata mwezi mmoja uliopita, kwa sababu mechi ilipangwa kuanzia tarehe 8. Mwezi mmoja ungetosha wao kushughulikia hizo changamoto ambazo zilikuwa zinaonekana. Lakini kuwaita leo, unaweza kuwapongeza tu kwa kufikiria hilo, lakini unawalaumu kwa nini haikuwa toka mwanzo. Yaani kwa nini nguvu ya kupanga ratiba ilikuwa inakuwepo kuliko hii busara ambayo ilitumika leo? Kwa sababu hata mchezo wa tarehe 8 kuahirishwa ni busara, lakini hauioni kama kulikuwa na sababu ya msingi ya mchezo kuahirishwa, isipokuwa ilitumika busara kuliendea jambo hilo. Sasa busara ile ile ambayo ilitumika tarehe 8 ilipaswa kutumika ili kupanga ratiba ya mechi nyingine. Ukitumia kanuni kwenye sehemu ambao mwanzo ulianza na busara, unaweza ukaona ndicho ambacho kinawachanganya sasa hivi. Kwa hiyo mimi bado naamini yani Yanga wako tayari kuendelea kucheza ligi na kumaliza michezo yote 30. Kama yale ambao wao wanahisi haikuwa haki yatapatiwa ufumbuzi. Kunawezekana yakawa mengine sio ya kupatiwa ufumbuzi kwa msimu huu, ni kwa misimu inayokuja, lakini yale ambayo yanawezekana kwa msimu huu kuyajibu na kuyatolea ufafanuzi wanaweza wakajibu, na yale ambayo yanahitaji muda mrefu kuweza kushughulikiwa yakawa kwenye panel yanashughulikiwa. Na lengo la Yanga sidhani kama ni kukomoa, ni kujaribu kutengeneza mifumo ambayo itakuwa imara, isiwe kila mtu akilala akiamka akijisikia anasema tu mechi hakuna. Yaani kuwe na utaratibu ambao kila mtu atakuwa na uheshimu na kufuata. Mfano kuahirishwa kwa mchezo, nguvu ambayo imetumika kupanga ratiba ya tarehe 15, kama wangeitumia tarehe 8 leo tungekuwa tuzungumzi, kwa sababu ungekuwa mchezo ule ushaisha, kwa maana kwamba either umechezwa au kuchezwa, lakini umeshaisha.
kwa kufuata taratibu na kanuni ambazo wanasema ndo wanazitumia sasa hivi. Kwa hiyo mimi nadhani hakukuwa na haja ya kutushiana misuli, ilihitajika busara ili kuweza kuendea jambo ambalo lilianza kwenye busara. Mimi nasema lilianza kwenye busara kwa sababu ya namna ambavyo iliahirishwa mechi. Mpaka saa 4 anaojua mwenyekiti wa bodi ya ligi anasema mechi ipo, maandalizi yaendelee. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani baadaye zilikuja busara tena, sio zile kanuni ambazo na taratibu wanasema wako kwa ajili ya kuzisimamia. Kwa hiyo unaweza kuelewa Yanga nini ambacho wanataka kwenye mpira, mbali na kuangalia tu wao kama binafsi wala labda wana kitu gani wanadai, lakini kwenye mpira wanataka tu kuleta watu waheshimu taratibu na zifuatwe. Na hizi busara hazikuanza kwenye tarehe 8. Zilianza kuanzia mechi ya kwanza ambayo ilibadilishwa muda tu. Na ilionyesha kuanzia hapo Yanga wanataka kanuni na taratibu zifuatwe. Kwamba bana mmesema mechi saa 11. Kanuni inatuambia baada ya masaa mangapi kabla ndo unaweza kuahirisha mchezo. Kwa hiyo nyewe mko nje ya kanuni. Sisi hatuji. Kwa hiyo Yanga wakaja muda wao saa 11 wakamaliza wakaondoka. Wakati huo bodi yenyewe ilikuwa inasisitiza mechi ipo na muda waliopanga wa saa 1. Simba wakaja saa 1. Walipokuja Simba saa 1, bodi wakatumia busara kwamba bana waamuzi hapa wakitokea itabidi taratibu zote zifuatwe. Sasa cha kufanya ni waamuzi kutokutokea. Kwa hiyo mechi ikaahirishwa kwa busara. Ndio busara zilipoanzia huko. Japo zimeanza mbali, lakini unaweza kuona kwa karibuni hapa ni busara hizo zimetumika. Kwa hiyo hata hii mechi kuiendea ilibidi tuende na busara hiyo ili kuweza kuivusha hiyo mechi, na baada ya hapo tuwe tumeshajua sasa tunadili na watu wa namna gani. Kumbe wanataka kanuni zifuatwe. Kwa hiyo wanapoteleza kikanuni tuwasomee kanuni na kuwahukumu. Ndio maoni yangu mimi nadhani kwa kuanzia mechi kwanza ichezwe, ligi ishe, alafu tujiwekee msumeno ambao utamkata kila mtu. Amri, baada ya kutolewa taarifa tu ya kwamba mechi itachezwa tarehe fulani, tuliona Simba ndio walikuwa wanaweka nguvu kubwa, lakini pia bodi ya ligi wanaweka nguvu kubwa kuhamasisha kwamba mechi ipo, lakini mwenyeji wa mchezo yeye alikuwa hatoi taarifa yoyote. Pengine kwenye hiki ilikuwa inatoa picha gani? Hasa bodi ya ligi kwamba alikuwa anasema kwamba tumeshazungumza na Yanga na wao kila kitu kinaendelea kiko vizuri, mara wanasema wao sio chombo cha uchunguzi kufanya yale ambayo Yanga walikuwa wanahitaji kuyafanya. Mengi alikuwa yanaendelea mapicha ambapo mwishoni sasa hivi ndio wamekuja kugundua kwamba Yanga wako serious kwamba hawahitaji hiyo mechi. Nadhani kwenye kutumia ndio unaposema kuna wakati sisi kama Watanzania kuna wakati tunaongozwa sana na yale ambayo yako moyoni mwetu kuliko yaliyoko kichwani. Naposema yaliyoko moyoni kwa maana yale mapenzi ya jezi ya kijani na njano, nyekundu na nyeupe huwa yanaongoza vitu vingi sana kwenye mpira. Kwa hiyo wakati mwingine maarifa huwa yanajificha. Ukiona watu wanaongozwa na mioyo kuliko maarifa, wakati mwingine huwa wanapelekea usiweze kumuelewa mtu nini ambacho anakusudia. Kwa sababu mwisho wa siku nyie ndio mmeshapanga ratiba. Ambaye anatakiwa kucheza amesema sichezi kwa sababu kuna mambo 1 2 3 ambayo hayajafuatwa. Wewe unaendelea kusisitiza ratiba kwamba itachezwa. Sawa, wewe mamlaka ni ya kwako. Lakini mwisho wa siku anayetakiwa kucheza afiki kwenye kiwanja. Na anajua kabisa kama hafiki. Yeye ameshaamua kwamba yeye hatofika kwa sababu yaani amejiandaa kukabiliana na zile matokeo ya yeye kutokufika. Unajua mpaka mtu anasema siji, yuko tayari kukabiliana na yale ambayo yatatokea baada, kwa sababu anajua kutokutokea kwake nini kitafuata, na yuko tayari kukabiliana na hicho ambacho kitachofuata. Kwa hiyo mwisho wa siku bado siku 4 5 ndio unakuja kugundua kumbe hatukupaswa kutumia nguvu kwa mtu ambaye alikuwa na malalamiko yake na anaona kama yamepuuzwa. Tulipaswa kumuita na kumsikiliza. Bana, kwani shida iko wapi? Yaani hili linafanyika leo ndio mimi nasema limechelewa. Limechelewa kwa maana wenye mamlaka walipaswa kulifanya mapema na si kulifanya kisiasa kama ambavyo mwanzo litaka kwenda alikupatiwa majibu. Kwa sababu aliyekuwa analalamikia mchezo ni Yanga, ndo alikuwa analalamika kwamba ameshamaliza acheze. Kwa hata unapolishughulikia kwanza unajaribu kumshughulika na yule anayelalamika, then utamuita yule mwingine ambaye yeye anaona ni haki kile kitu kufanyika na kumuelezea bana imefikia hapa na mchezo utafanyika siku fulani. Kwa hiyo tujiandae wote kwa pamoja kwa ajili ya maslahi ya mpira tucheze. Na ndicho ambacho mimi nakiona. Mimi naamini ligi itaisha. Lakini haiwezi kuisha kwa kuzingatia kanuni leo. Kanuni zilipaswa kuzingatiwa zamani.
Kwa hiyo busara ambayo ilikuwa inatupeleka huku ndio iendelee kutumalizia ligi na ligi itaisha vizuri. Unasema ligi itakuisha, lakini Yanga wao wanasema hawachezi. Pengine ni picha gani sasa unayoiona kwa ligi yetu labda na michezo ambayo imesalia, kama kweli Yanga hata kwenda kwenye mchezo huu tarehe 15? Taratibu zinazofuata ni kwamba Yanga asipotokea, kama taratibu za mchezo zikifuatwa, ni atakuwa amepoteza mchezo. Kwa hiyo ambaye ametokea uwanjani atapewa pointi 3. Lakini kanuni inaruhusu kuchukua pointi 15 ambazo zipo. Hata kama hazipo zitakuwa deni kwa klabu ambao haikufika kwenye mchezo. Kwa hiyo Yanga ukiwaona wanajua vyote hivyo. Na bado wameendelea kusisitiza hawachezi. Kwa hiyo nao wanajua hatua za kuchukua baada ya hapo. Hiyo sasa hatuzijui. Kwa awali kwa haraka wana timu yao wao wamesema wataenda tu mahakamani ambako haki huwa inatolewa. Wenye timu yao namaanisha ni wanachama na mashabiki. Na unajua mahakama huwa inamsikiliza kila mtu. Na inatafsiri na kutoa haki kwa anayestahili. Kwa hiyo wakienda huko ina maana vitu vingi sasa vitasimama. Kwa sababu hakutakuwa na kutangaza bingwa kama litatoka zuio, kama ambavyo mashabiki na wanachama wa Yanga wamekuwa wakisema. Cha kwanza watazuia bingwa asitangazwe, lakini pia watataka tafsiri ya baadhi ya matukio ambayo yalitokea na wao kukosa hiyo haki ambayo wanahitaji. Kwa hiyo ni kuona tutafika sehemu ligi itakuwa haijaisha, kwa sababu kama Yanga hawatomalizia tena mechi zilizobaki baada ya matokeo itakuwa ni ngumu kama hawatatokea afu waende wakamalizia mechi, itakuwa ni ngumu. Haiwezekani. Wenyewe wamesema wana mechi 2, kwa hiyo 2 wanaweza wakacheza. Wanaweza wakacheza mechi 2. Kama wameshapokwa zile alama zao 15 zile na zile 3 za mechi. Yaani wao mechi wameshasema imeisha. Kwa hiyo wamesema mechi 2 wao wamebakiwa kwenye ratiba. Na hata ukiingia kwenye sehemu yao maalum ya kuweka matangazo yao wamesema wana mechi 2 na ndizo ambazo wanazitambua. Na finali ya FA. Kwa hiyo wanaweza wasitokee kwenye hiyo tarehe ambayo ilipangwa na wakaendelea na ratiba, alafu mwishoni wakasubiri matokeo ni nini baada ya ile mechi wao kufika. Na hapo ndipo ambapo wanaweza wakachukua hatua ambazo wao wanadhani wanaweza kuzichukua. Kwa sababu mpaka unamsikia mtu anajiamini na kusema anajua baada ya tukio hilo yeye hatua gani ambazo amejipanga nazo na anaweza kazichukua kwa ajili ya wao wanaona kama ni kukomboa mpira wa nchi. Busara yani iende sehemu gani sasa Amri mpaka sasa hivi tulipofikia hapa kuhusiana na hili sakata la dabi? Yaani kwa ni mamlaka kuangalia yale ambao wanayaweza kuyatatua kwa sasa hivi, ambao ndio madai ya klabu ya Yanga wayatatue, na yale ambao yanahitaji muda mrefu wakae na Yanga na kuelezea kwamba haya mnayodai haya hayawezi kuchukua wiki 2 wala mwezi mmoja. Haya ni muda mrefu, lakini kwa sababu mmeyaleta tunaweza kuangalia kwenye ligi za misimu inayofuata kuona namna gani tunaweza tukayafanya. Kwa mfano ukitaka kusema kuwe na kampuni labda huru ambayo inasimamia ligi, sio jambo la leo tu mmekaa kesho kuna ni jambo ambalo linachukua mchakato namna gani itaendeshwa, wa zipi nani zake na chombo gani. Sasa mkishashindwa hapa chombo gani ndio kitakuwa kinashughulikia, sababu pia mkienda kwenye bodi ya ligi mnaweza mkashindwana kule, mnaenda wapi? Ndio bali. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyombo lazima vibuniwe kwa ajili ya kuendesha, lakini ili la usimamizi tu wa ligi ambalo wao wanalalamikia linaweza likashughulikiwa na mechi ikachezwa. Na viongozi baadhi, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao walitakiwa wajiuzuru, Yanga waliwahitaji wajiuzuru hao. Pengine na hilo linaweza likachangia kiasi kwamba au bodi ya ligi ifanye tu busara na kwamba wajiondoe tu hawa, mechi ichezwe, afu kuna mambo mengine ambayo yataendelea. Unaliona hilo pia likiwezekana na kutokea na mechi ikachezeka kweli? Kujiuzuru kwa kiongozi sio kwa sababu tu watu wanasema ujiuzuru, kwa sababu mtu anaweza anasema ujiuzuru kwa sababu ya chuki dhidi yako. Lakini kama umekosea na jambo aliendi sawa, busara ya kiongozi na hekima ni kujiuzuru kwa sababu jambo limekushinda. Lakini si tu kwa sababu kuna mtu hataki ukae pale. Mimi siamini kwamba yani shinikizo la mtu linapaswa likufanye ujiuzuru. Lakini kama wewe ukijipima unaona kuna jambo umeshindwa kulisimamia na ulikabidhiwa na nia kulisimamia, unapaswa kujiuzuru bila hata watu kutumia nguvu kukuambia ujiuzuru, kwa sababu pia kujiuzuru ni kuwajibika. Kwa hiyo kiongozi ambaye anawajibika anaweza kuwa na nafasi nzuri tena ya kuaminiwa
wakati mwingine, kwa sababu tayari alikuwa ni kiongozi ambaye ni mwajibikaji. Baada ya kuona jambo alijaenda, hata kama yeye sio sababu, anaweza kuamua bana, kwa sababu mimi ndo msimamizi mkuu na jambo hili limeharibika, mimi nikiwa sehemu ya usimamizi mkuu, basi mimi nimo katika walokosea. Siwezi kusema unajua wamekosea wale vijana wangu, mimi simu. Ni ngumu. Wewe kama mkuu wa hicho kitengo unapaswa kuchukua kuwajibika. Sasa wajibikaji wa kiongozi sio kupigwa faini. Wajibikaji wa kiongozi ni kujiuzuru na kuacha watu wengine ambao wanaweza kaja na kusukuma gurudumu. Sawa, Amri, tumalizie kwa sababu wewe ni mdau mkubwa wa michezo, unalifahamu soka vizuri la Tanzania. Kwa hiki ambacho kimetokea kwenye mpira wetu wa Tanzania, pengine una maoni gani sasa kwa vilabu hivi vya Simba na Yanga, lakini pia kwa bodi ambazo zinasimamia mpira wetu wa Tanzania kwenye hiki ambacho kimejitokeza, kwa sababu kimejitokeza leo, pengine kitatokea na miaka mingine ijayo. Yapi maoni yako kwenye hiki? Kwanza ni hicho ambacho wanasisitiza kuwepo na bodi huru ambayo itakuwa inasimamia mchezo, ambayo wenyewe itakuwa inajaribu kusimamia kulingana na taratibu ambazo walijiwekea. Cha pili ni watu ambao wanawekwa kwenye hizo mamlaka, basi wajaribu kuvua jezi ambazo walikuwa nazo mtaani. Yaani kama ulikuwa na jezi ya Simba, ukiingia kwenye hizo mamlaka vua. Kama ulikuwa na jezi ya Yanga, basi vua, alafu vaa jezi ya timu ya taifa kwa muda wote ambao utakuwa kwa kusimamia. Kwa sababu hiki wanakililia Yanga au Simba, lakini kuna timu nyingi ndogo zinaumizwa mno. Zinaumizwa kwa sababu zenyewe hazina nguvu hiyo ya kutunishana msuli na wenye mamlaka. Kwa hiyo kazi yao ni kusema ndio tu. Kwa sababu ukibishana na mamlaka watakushusha tu daraja. Hata kama watakushusha kwa kanuni. Lakini yani wanaweza wasikushushe kwa kanuni, lakini mazingira yatakayoendelea kwenye ratiba zako na wanaokuchezesha ukajikuta unashuka daraja tu. Kumbe sababu ilikuwa ni kwa sababu ulitushishana msuli na mamlaka. Kwa hiyo wenye mamlaka wajaribu kufuata taratibu ambazo wanajiwekea, huku wakiwa wamezivua zile jezi za Kariakoo ambazo ndio zinatuathiri sana kwenye maamuzi mengi. Shukrani sana. Karibu.